Ufafanuzi wa watu ambao hutakiwi kuwaoa. Ni haramu kwa mwanamume wa Kiislamu ayatazawaja mraata mushrika, kumuoa mwanamke mshirikina, hairuhusiwi. Kwenye mabano wanasema la dina laha, mwanamke asiyekuwa na dini. Au mraati min aqaribihi binasabin, au kumuoa mwanamke ambaye yuko karibu yako kwa nasaba ya kuzaliwa. Au radhain, au kwa nasaba ya kunyonya. Au musahara, au kwa nasaba ya kuwa ni mkwe. Wa ayujma'u baina mar'atin wa baina karibatin laha, na kuwaoa wanawake wawili wa karibu yako, kuwakusanya pamoja. Binasabin, kwa sababu ya kuzaliwa. Au radhain, au kwa sababu ya kunyonya. Likaulihi ta'ala, maelezo yote hayo Mwenyezi Mungu anayafafanua hapa. Surati Nisa aya 23 anasemaje? Hurrimat alaykum ummahatukum, mmeharamishiwa kuwaoa mama zenu. Leo kuna watu wanazana mama zao, tena wanajitoa mpaka kwenye mitandao walivyokuwa mahayawani. Sasa sisi sheria inasema hurrimat alaykum ummahatukum, mmeharamishiwa kuoa mama zenu. Sawa? Wa banatukum, na mabinti zenu ni haramu. Na leo kuna watu wanazaa na mabinti zao. Leo ukipita kwenye mitandao huko utaona watu wamezaa na mabinti zao, watu wasiokuwa na dini. Lakini angalia dini yenye muongozo mzuri. Wa banatukum, na mabinti zenu ni haramu kuwaoa. Wa akhwatukum, na dada zenu ni haramu kuwaoa. Mtu haruhusiwi kumuoa dada yake. Hii ilikuwa wakati wa Adam, watu walioana ndugu. Mke wa Adam, Hawa, alikuwa anazaa mapacha asubuhi na mapacha wengine jioni. Kwa hiyo mwanaume atakayezaliwa asubuhi atamuoa mwanamke aliyozaliwa jioni, na mwanamke aliyozaliwa asubuhi ataolewa na mwanamke aliyozaliwa jioni. Hii ilikuwa ni kazi ya takthiri nasli, kuzalisha kwanza kwa wingi. Si tumeelewa? Kullukum min Adam, nyinyi yote mnatokana na nani? Na Adam. Kwa hiyo ukichukulia kiasili sisi wote ni ndugu. Kuna mtu asili yake atokani na Adam hapa? Wazungu ndio asili yao, wao wanasema wanatokana na nyani. Sisi wao wanasema asili ya binadamu nyani, asili yao wao, lakini sisi asili yetu Adam. Mtume anasema kullukum min Adam wa Adamu min turabi, nyinyi nyote mnatokana na Adam, na Adam material aliyotumiwa kuumbwa ni mchanga. Sisi tunatokana na nyani, wao wanatokana na nyani ni wao wenyewe. Sisi nyani hatuhusu. Sawa? Wa ammatukum, na ni haramu kuoa shangazi zenu. Ni haramu kumuoa shangazi yako, hata kama mmezaliwa pamoja, yani marika yenu yanaenda sawa wewe na shangazi yako, lakini haramu kumuoa. Sio kapeleka posa, mimi nataka kumuoa shangazi. Katazo. Wa khalatukum, na mama zenu, ndugu wa mama zenu. Mama mkubwa, mama mdogo.
huwezi kumuoa. Wa banatul akh, na watoto wa kike wa ndugu yako. Watoto wa kike wa ndugu yako waliozaliwa naye baba mmoja mama mmoja, watoto zake wa kike wewe huwezi kuwaoa. Wa banatul ukhti, na watoto wa kike wa dada yako vile vile huwezi kufanya nini? Huwezi kuwaoa. Wa ummahatukum allati ardanakum, na wakina mama walio kunyonyesheni. Wewe maskini ya Mungu umezaliwa mama kafa, au mama huyo kakuzaa alafu kakutupa, akatokea mama mwingine akakuchukua akakunyonyesha, huyu mama huwezi kumuoa. Sawa? Wa akhawatukum min ar-radha'a, na dada mlionyonya nao pamoja, hamkuzaliwa lakini mmekutana kwa mmoja mkanyonya. Na hii ilikuwa ni system ya Waarabu zamani. Ilikuwa mtu akishazaa mtoto anampeleka kwa mwanamke mwingine akanyonyeshwe, na hivi alifanywa Mtume Muhammad. Alipelekwa kwa Halima tu Saadia kwenda kunyonyeshwa. Alipelekwa kule. Hii ilikuwa ni ada ya Waarabu na Makuraishi. Sawa? Wa ummahatu nisaikum, na mama wa wake zenu ni haramu kuwaoa. Wa rabaibukum, na watoto wa kike wa kambo, watoto wa kike wa wake zenu. Yani wewe ukuzaa huyu mtoto naye, lakini wewe umemuoa ukamkuta yuko na binti, huyu binti ni haramu kumuoa. Allati fi hujurikum, mabinti ambao mnawalea, yani umemuoa mama yake na yeye yupo analelewa na mama yake yuko pale, lakini hii sio kaidi hata kama hayuko pale. Min nisaikum, wanaotokana na wake zenu, allati dakhaltum bihinna, ambao tayari mmeshakutana nao kimwili. Sasa hawa watoto wao wa kike inakuwa ni haramu wewe kuwaoa. Sawa? Sasa wewe huyu mtoto wa kike wa mkeo ambaye tayari ushakutana naye kimwili, ni haramu wewe kumuoa huyu binti. Sasa wewe mume wa huyu mama, na huyu mama ana mtoto, na wewe mume unaye mtoto wa kiume, je, anaweza akamuoa yule? Anaruhusiwa kumuoa. Anaruhusiwa kumuoa yule binti, anaruhusiwa. Si tumeelewana? Wewe umeoa mke, umemkuta na mtoto wa kike. Sawa? Wewe yule mke ushakutana naye kimwili, wewe si haramu kumuoa yule binti. Sawa? Sasa wewe unaye mtoto wako wa kiume, anaweza akamuoa huyu binti wa kambo wa mkeo? Ndio. Utakuwa? Sio kwa mama huyu, kwa mke mwingine. Si tumeelewana? Sio kwa huyu mama ambaye ndio mwenye huyu binti. Sasa akiwa huyu binti katazo liko pale pale na dada zenu. Sawa? Lakini wewe una mtoto wa kiume kwa mke mwingine, sio huyu. Anaweza akamuoa yule binti. Sawa? Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, ikiwa hamjakutana na mama zao kimwili, fala junaha alaikum, hakuna katazo la kuwaoa hao mabinti.
Kama wewe umemuoa mama yake na imetokea umemuoa mkaachana, hamjakutana kimwili, sheria inasema hakuna tatizo kumuoa huyu binti. Wa halailu abnaikum, na halailu abnaikum, na wake waliokwisha achwa na watoto wenu wa kiume. Wake waliokwisha acha na watoto wenu wa kiume huwezi kuoa. Alladhina min aslabikum, watoto wenyewe wa kiume wanaotokana na nyinyi, yani mtoto wako wa kuzaa kabisa. Huwezi kuoa. Madhali ni mke wa mtoto wako, hata kama hajakutana naye, hakuna sharti hapa. Ni sawa sawa na wewe baba ukioa mke, hata kama haujakutana naye, ni haramu mwanao kumuoa. Si tumeelewana? Kwa hiyo ni hivyo. Wa antajma'u baina al-ukhtaini, na kuwakusanya mabinti wawili kwenye ndoa moja. Illa ma qad salaf, isipokuwa yale mlioyafanya huko kwenye ujahili, hayo Mwenyezi Mungu anayafuta. Kwa hiyo huo ni ufafanuzi wa watu ambao hutakiwi kuwaoa. Wa kauli sallallahu alayhi wasallam, na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema yaharumu birradai ma yaharumu bin nasabi, ni haramu kuoa kwa sababu ya kunyonya, kama vile ambavyo ni haramu kuoa kwa sababu ya kuzaliwa. Yani ule uharamu wa kuoana kwa sababu ya kuzaliwa na uharamu kwa sababu ya kunyonya huko pale pale. Lakini lazima tujue kitu kimoja, aliyenyonya kwake ndio inakuwa haramu. Mfano, watu wamezaliwa wanaume 4 5, aliyenyonya kwa yule mwanamke ni mmoja tu kati yenu, yule tu ndo atakuwa haramu kuoa pale, wale alionyonya nao. Lakini hao wengine sio haramu. Si tumeelewana? Nyinyi ndugu wengine sio haramu kuoa pale, ni haramu kwa yule aliyenyonya. Wa kauli sallallahu alaihi wasallam mal'unun man jamaa ma'ahu fi rahimi ukhtaini, amelaaniwa yule ambaye atakayekuwa amekusanya maji kwenye mfuko wa uzazi wa ndugu wawili. Yani mtu akawaoa ndugu wawili kwa pamoja, huyu ni mal'un, analaaniwa. Wa kauli sallallahu alaihi wasallam la yujma'u baina mar'ati wa ammatiha, haolewi kati ya mtu na shangazi yake. Yani unamuoa binti alafu unamuoa na shangazi yake kwa wakati mmoja, hairuhusiwi. Ukitaka kuwaoa hawa, waoe kila mtu kwa wakati wake. Lakini kuwakusanya binti na shangazi yake hairuhusiwi. Mtume anasema la yujma'u, isitokee wakakusanywa pamoja katika ndoa, baina almar'ati, baina ya binti wa ammatiha, na shangazi yake. Ammatiha, mama yake mdogo, ndio shangazi. Wala baina almar'ati wa khalatiha, wala baina ya mke na ndugu yake. Sawa?
ukakusanya wadada wawili au dada na shangazi, sheria hairuhusu. Mke na mama yake mdogo, mke na shangazi yake hairuhusiwi. Ama ni shangazi, khala ni ndugu ya mama yake. La yujma'u baina almar'ati wa ammatiha, asikusanywe katika ndoa moja binti na shangazi yake, wala baina almar'ati wa khalatiha, wala baina ya binti na mama yake mdogo au ndugu ya mama yake, ukawa wote kwa pamoja, hairuhusiwi. Sawa? Al-aqaribu bin nasabi, watu wa karibu yako kwa nasaba. Ni akina nani? Watu walio karibu yako kwa nasaba, yani kwa kuzaliwa. Kwanza al-ummu, kwanza ni mama. Al-bintu, dada. Bintu yani mtoto wa kike. Al-ukhtu, dada. Al-amma, shangazi. Al-khala, ndugu yake mama. Bintul akh, mtoto wa ndugu yako, binti wa ndugu yako wa kiume. Bintul ukhti, mtoto wa dada yako. Hawa wanaitwa ni watu wa karibu yako kwa nasaba ya kuzaliwa. Narudia tena, watu ambao wako karibu yako kwa nasaba, kwanza ni mama, kisha ni binti yako, alafu ukhtu, dada yako. Hawa wote tunaokutajia uwezi kuwaoa. Sawa? Al-amma, shangazi yako, uwezi kumuoa. Al-khala, mama yako mkubwa au mdogo, yani ndugu wa mama yako wa kike, uwezi kumuoa. Bintul akh, binti wa ndugu yako wa kiume, sawa kaka yako au wa chini yako, uwezi kuoa binti wake wa kike. Bintul ukhti, mtoto wa dada yako, sawa dada yako au mkubwa au mdogo, dada uliozaliwa naye baba mmoja mama mmoja, dada wa baba mmoja, dada wa mama mmoja, hawa wote uruhusi kufanya nini? Kuwaoa. Sasa hao ni watu wa karibu kwa nasaba. Al-aqaribu birradha, walio karibu na wewe kwenye kunyonya. Sawa? Al-murdi'atu, ni yule aliyokunyonyesha, yule mama mwenyewe aliyokunyonyesha. Wa kullu ma haruma binasabin, na kila aliyeharamishwa kwa nasaba. Haruma birradha, anaharamishwa kwa kunyonya. Sawa? Kwa hiyo vile vile mama yake, dada yake, na kama alivyowapanga huko kwenye kuzaliwa na hawa kunyonya, watajipanga hivyo pamoja kwenye familia, wanakuhusu wewe tu ulionyonya, basi hawahusu watu wengine. Ni kauli sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume anasema yaharumu bin nasabi ma yaharumu birradai, yale yote yanayoharamishwa kwa nasaba ya kuzaliwa, wote hao ni haramu na wewe kwa nasaba ya kunyonya, ni haramu. Al-aqaribu bil musahara, watu ambao wako karibu kwa sababu ya ukwe. Anasema ummu zauja, mama wa mkeo, huwezi kumuoa. Zaujatul abi, mke wa baba, huwezi kumuoa. Zaujatul ibni, mke wa mwanao, huwezi kumuoa. Bintu zauja, mtoto wa kike
wa mkeo ambaye tayari ushakutana naye, uwezi vile vile kumuoa. Sawa? Hao wote wamekusanywa kule kwenye aya. Al-maharu as-sadaqa, mahari au sadaka inaitwa, inaweza kusema sadaka au mahari kama tulivyozoea sisi. Anasema mahari huwa malu, ni mali yadfa'uhu ar-rajul, ambayo analipa mwanamume, lilmar'ati, kumpa mwanamke, la hadda liaqallihi wa aktharihi, hakuna kiwango cha hiyo mali, wingi au chache, ni maelewano tu. La hadda liaqallihi, hakuna kiwango cha uchache wa mali, wa aktharihi, wala kiwango cha juu cha mali. Mali haina kikomo, ni vile watu watakavyoelewana pamoja. Mtume anasema ndoa yenye baraka ni ile yenye mahari ndogo. Anasema wakati yakunu manfaa, na mahari wakati mwingine yanaweza kuwa ni manfaa, isiwe mali moja kwa moja, lakini yakawa ni manfaa. Liqauli sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume alimwambia sahaba, iltamisi walau khataman min hadidin, katafute hata pete ya chuma iwe ndio mahari ya huyu mke. Tafuta, iltamisi walau khataman min hadidi, tafuta hata pete ya chuma uje kumuoa huyu mtu, ni manfaa. Sawa? Au kama yule sahaba aliyetaka kuoa, Mtume anamwambia una mahari? Sina. Katafute hata pete ya chuma, kazunguka, kamwambia hakuna. Kamwambia umehifadhi nini katika Qur'ani? Kasema nimehifadhi sehemu ya Qur'ani. Kamwambia nimekuozesha kwa hicho ulichokihifadhi katika Qur'ani. Maana yake aende akamsomeshe. Haya ni manfaa. Haya ni nini? Ni manfaa. Kwa hiyo mali, mahari ya kuoa ni manfaa. Na kuna wengine wanasema mimi mahari yangu msaafu. Hakuna mahari ya msaafu. Maanake ukisema mahari yangu msaafu, maanake akusomeshe ujue huo. Sio umeweka msaafu unasema hii ndio mali yangu. Hakuna mali inaitwa msaafu. Kwa sababu msaafu aslan kwa kawaida hauzwi. Siji tunaelewana? Aslan msaafu asili yake hauzwi, kwa hiyo si mali. Sasa wewe ukisema mimi mahari yangu msaafu, manake umempa kazi yule bwana kwamba akusomeshe au akutafutie mwalimu akusomeshe huo. Lakini kusema tu mahari yangu mimi msaafu, msaafu sio mali. Sisi tumeelewana? Msaafu sio kwa sababu asili ya msaafu hauzwi. Hii tunaona tunauza, tunafanyaje? Hii inatakiwa tu ni watu kurudisha gharama za kusafirisha, ushuru, fremu, watu warudishe zile gharama. Lakini asili ya msaafu hauzwi. Asili ya maneno ya Mwenyezi Mungu hayauzwi. Hata kusomesha mtu ni haramu kuchukua ujira wa kusomesha Qur'ani. Sisi tumeelewana? Hairuhusiwi useme bana nikikusomesha surati al-Fatiha laki, nikikusomesha juzu ama yote unipe 200,000. Hairuhusiwi. Sawa? Kama vile ambavyo hairuhusiwi muadhini kuchukua ujira sharia. Yaani muadhini, adhana kisheria sio ajira.
Mtu anaweza akasema sasa mbona walimu tunawapa alafu watu wasipate mwanya hapa kule ada za watoto wasitoe. Ada za watoto lazima mtoe. Si mmemweka mtu nyinyi afanye kazi yoyote, kazi ni kusomesha watoto. Mnachomlipa nyinyi ni muda, hammumlipi yale maneno. Si tunaelewana? Mnachomlipa ni ule muda anayekaa pale, badala ya yeye kwenda na yeye akafungue genge, hafungui. Amekaa pale atazame watoto wenu awasomeshe. Lakini nyinyi pale hamumlipi eti herufi hii na sura hii tunakulipa shilingi kadhaa. Haiwezekani. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo mahari haiwezi kuwa msaafu. Lakini msaafu kama ni mahari, manake huyo mume kapata kazi amsomeshe huyo mke nini? Maana sio unachekelea tu mpaka huku mimi nimepata mke wa bure. Wa bure? Kazi unayo. Kazi unayo. Nataka tumalize kwanza. Tunamalizia hapa ili kesho tuanze na kipande kingine. Anasema wala yajuzu istirja'u al-mahari ba'da wat'i. Hairuhusiwi mtu kusema nirejeshe mahari yangu baada ya kuwa hao watu wameshakutana kimwili. Yaani wewe umeshakutana na mkeo kimwili, huwezi kusema nirudishie mahari yangu. Wala yajuzu istirja'u al-mahri ba'da wat'in. Hairuhusiwi kusema nirejeshe mahari yangu wakati ulishakutana na huyo mke kimwili. Walau kana fi zamani al-haidh, hata kama ulikuwa ni mshenzi ukakutana naye wakati yuko kwenye hedhi huyo mwanamke. Usiseme mimi nilikutana naye na wewe wakati wa hedhi ni haramu. Kwa hiyo ni kama vile sheria inaona msija. Shekhe anasema walau kana fi zamani al-haidh au nifasi au ihram, hata kama umekutana na huyo mke ana hedhi au nifasi au ni mtu muhrim amehirimia kwenda haji akaharibu haji yake, madhali umekutana naye kimwili, ni haramu kumwambia nirudishie mahari yangu. Likaulihi ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Vipi mnataka kuchukua mahari na kila mmoja kisha muonje mwenzie? Vipi unataka kurudisha mahari? Kile kitendo cha kukutana naye kimwili amestahiki ile mahari, hata kama ilikuwa ni nyingi, hata kama umekutana naye mara moja tu, ile mahari ni haki yake. Sawa? Anasema wa yajuzu istirja'uhu idha talaka qabla ad-dukhuli bi zawjatihi. Anaruhusiwa mtu kutaka mahari yake irudishwe ikiwa amemwacha mwanamke na hajakutana naye kimwili. Hapa una haki ya kusema nirudishie mahari yangu. Umeoa mwanamke, hujakutana naye wala hujakaa naye faragha, ukamwacha. Hapa una haki ya kumwambia naomba mahari yangu. Likaulihi ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, ikitokea mkawaacha hao wake zenu kabla ya kukutana nao kimwili, waqad faradtum lahunna farida, na tayari mahari mliokubaliana nyinyi mmeshalipa, fanisfu ma faradtum, mtarudishiwa nusu ya mahari mliokwisha kubaliana na kulipa. Nusu ya mahari itarudi. Illa ayafuna,
isipokuwa kutokee msamaha, au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah, au wasamehe yule ambaye ndoa iko kwenye mikono yake. Yani ima mume aseme mimi pamoja nimekuoa na sijakutana na wewe, nimekusamehe hiyo mahari, au wale upande wa mke waseme madhali umeoa bwana na umeacha binti yetu bila kukutana naye, sisi hiyo mahari hatuna, nusu hatuna haja nayo tena. Ima asamehe mwanaume au wasamehe upande wa mwanamke. Ima mwanaume aseme mimi madhali nishatoa yote, sitaki chochote tena kutoka kwenu, amesamehe. Si tumeelewana? Au upande wa mke waseme madhali umemwacha na hamjakutana, basi na sisi tumefanya nini? Tumekusamehe, hatutaki mahari tena. Hapa sasa mtu ana haki, unayo haki ya kusema naomba nusu ya mahari yangu sasa irudi kwangu. Tumeelewana jamani? Lakini mke ambaye tayari umeshakutana naye kimwili, hauruhusiwi kumwambia nirudishie mahari yangu, madhali mmekorofishana. Mke ambaye unaweza kusema nirudishie nusu ya mahari ni yule ambaye umemwacha bila kukutana naye kimwili. Hapa sasa unaruhusiwa kisheria kumuomba nusu ya mahari kama unataka, sio lazima.